Mama pole. Pole. Pole sana mama. Kwani lazima kuhoji mtu? Mama. Kwani CCM umetumwa? Shabiki wa Simba wakiwa wanaondoka hapa uwanjani, mashabiki wamegoma kuzungumza kabisa, kama ambavyo unashuhudia. Mama amegoma kabisa kuzungumza, lakini sisi bado tunafanya hiana, tutafute mashabiki wanasema nini. Wewe vipi? Tumehojiana mchana inatosha. Kidogo tu, Kidogo mara 6. Kidogo hivyo. Hivyo kidogo. Vipi, shida imekuwa nini? Refarii. Kwa mara zote Aragije Kayoko ni wale tu. Leo marefa shida ilikuwa nini leo? Wewe si unaona? Hiyo ilikuwa offside lakini limeminya tu. Wao wameminya. Yanga sio wabaya. Wao wanatengeneza timu kwenda makundi. Sisi tunaangalia kila bingwa. Tunaona. Wasukuma wanasema tukuisanga kwa utongi. Bwana kila laheri. Bwana, hawa ni mashabiki wa Simba wakiwa wanaondoka hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Sisi yana ni kuona brother kwema. Fresh. Bwana vipi bwana? Safi. Bwana, matokeo yameisha, mmepoteza goli moja. Umejisikiaje? Ndio football, nimejisikia kawaida, nimepoteza, nimesikitika kwa sababu klabu yangu pendwa imepoteza. Lakini ndio football. Lakini mnyama ni kama anateseka sana kwa upinzani wake mara 6 mfululizo. Katika football inawezekana hilo. Mambo ya mpira hayo, lakini timu umeiona inacheza vizuri, wana flow. Hawa Yanga wametupiga ni kama vile wameokota dodo kwenye marobaini. Mara 6 wanaokota dodo? Si unaona mechi au ukitizama unaonaje? Au hujui mpira wewe? Football umeiona mwenyewe inavyopigwa pale. Mimi mpira najua na najua mshindi ni yule ambaye amepata matokeo. Ndio nasema wameokota dodo kwenye marobaini, tukutane ligi kuu. Mkutane ligi kuu. Mnawatangazia ubaya. Tunachukua ubingwa. Kwa football hii. Kwa timu hawana. Wanayo ndio hivyo unga tia maji na mambo mengine hivyo ya nje ya uwanja, lakini kwenye football mwenyewe umeona wametumia nafasi yao, tumepoteza nafasi nyingi. Bwana kila la heri. Asante. Bwana, hawa ni mashabiki wa Simba wakiwa wanaondoka hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Brother anatoa maelekezo hapa. Bwana vipi? Ulikuwa unamwelekeza nini hapa? Unamwambiaje? Nimekubali mziki wa Yanga. Wewe umesalenda? Nimekubali. Zile pasi za pale uwanjani? Nimekubali. Kwa timu kweli mmezidiwa? Kwa leo tumezidiwa, lakini tutarudi benchi la ufundi, watakaa sawa, tutaweka mambo vizuri. Watu wengi wanahoji, wanazodoa kwa vipi mtani mara 6 kweli? Mbona hata ule utani upo sasa? Ni kweli, unajua huu ni football. Football mchezo wa wazi. Tokao leo umetuzidi kwa uwezo, timu yao imekaa muda mrefu pamoja. Lakini na imani chini ya kocha Fadlu kuna kitu. Kwa bado mna imani naye? Na imani naye. Sababu mpira wote tumecheza sisi, kama unavyoona tumeshambulia kwa chance kama 6 au 7 hivi. Kibu kosa chance 2, yule Maema amekosa chance 1. Kwa hiyo ilikuwa sisi wenyewe tumaliza mechi, lakini na imani kwamba tukiwa msimu unaokuja huu tuna jambo letu. Lakini watu wanasema timu kubwa huwa inaamua mechi, timu ndogo inamiliki mpira. Ndicho ambacho kimetokea leo? Sema za ukweli, najua kama nilivyokuambia awali, Yanga imekaa pamoja muda mrefu, kwa hiyo ukubwa uko pale pale. Simba ni kubwa, Yanga ni kubwa. Lakini kutokana na performance ya leo, Yanga anachukua credit zake. Baada ya mchezo wa leo tunaenda kwenye ligi kuu. Lengo la Simba ni kutoa ubingwa wa NBC. Unaiona timu hiyo ya kuchukua ubingwa ipo? Timu ipo. Yanga yupo lakini. Timu ipo. Unajua uzuri wa ligi kuu, wachezaji wale pale watapata experience ya kucheza mechi nyingi kwa pamoja, na kama nilivyokuambia awali, Fadlu atarudi kwenye benchi lake la ufundi, atakaa chini na timu yake na imani timu itakaa sawa. Bwana kila la heri. Shukrani.